Karibu sana mwana michezo, tuweze kuzungumza michezo na burudani. Sehemu pekee tunapoweza kuzipata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani dhahiri shahiri ni hapa ndani ya Chapesa Media. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo wewe kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Ndugu yangu Mnandi, uko poa? Mimi namshukuru Mungu, sijui upande wenu. Niko salama sadaka. Nilipotoa tunakaribia wiki sasa hivi hatujaonana, yani kwenye masekeseke yote kule ukumbini sijawaona. Sijui mmeogopa kwamba kule zitapigwa bakola. Yani mmekimbia kabisa hata ukumbini, yani hamjaja. Yani nyinyi mnaenda Terminal 3 tu ndio sehemu ambayo nyinyi mnakimbilia, lakini ukumbini kule kuja mnaogopa. Kule amani tu. Yani fujo kataka kuianzisha yeye, lakini sisi tumeenda pale kwa ajili ya jambo jema tu, kujenga timu yetu. Ila kaja na hofu kwamba wana Simba inawezekana wamekuja kunikabia juu. Kumbe sisi hatukuja kumkabia juu. Sisi tumekuja kwa ajili ya kujenga Simba. Ila hali hizi tunakwenda kuibomoa Simba. Tunajua kwamba yeye ndo ana nia njema na Simba kuibomoa Simba. Nyinyi mliogopa tu kuja. Kaandaa pilau kule la kibabe, biliani la kibabe. Mkala kabisa. Nani? Mimi nimekula biliani. Kula bwana. Sijala. Sasa msema kweli sikipenzi cha Mwenyezi Mungu. Mimi sijakula kule, sasa kwa nini sikwambie ukweli? Sasa nina furaha gani ya kula? Yaani mtu kashanikimbia hapa. Mimi nina furaha gani ya kula kile chakula? Baki pale tumalizane. Mbivu ijulikane, mbichi ijulikane. Hasa mtu kaja pale kamwaga mchele afu kakimbia. Hasa atakula nani, ataacha nani? Kamwaga mchele afu kakimbia. Kwani shida ilianzia iko wapi? Shida ilianzia pale tulivyoanza kupewa tathmini ya klabu ya Simba. Sawa, msimu uliopita, misimu ile mitatu iliyopita, yani tumefanya vizuri. Watu pale wakatanga swali. Bwana CEO umetuambia tumefanya vizuri. Kufanya vizuri kukosa ubingwa mara 4. Kufanya vizuri kushika nafasi ya pili ndio tumefanya vizuri. Hebu tuomba tufafanulie kidogo hicho kipande, hatujakielewa hiki. Pale ndio watu wakaona moto kweli umeanza kuwaka. Wanaanza kujingatagata, wanajitafuna. Wamekuja kaja kusoma sasa taarifa ya ripoti ya mapato na matumizi. Kilichotumika msimu uliopita na msimu huu ni kitu gani kimewekwa kwa ajili ya kuendea msimu mpya ambaye tayari umeanza. Basi pale watu wameenda wamekaba juu pale kwa ajili ya mapato na matumizi. Kuna auditor mkuu wa serikali lazima akague mapato na matumizi yetu. Kikatiba ipo kabisa. Je, yupo kashayakagua? Hakuna. Sasa kama hakuna, hichi mnachotusomea kweli kiko sahihi? Hamuoni kwamba baba mnatupiga? Kwa hiyo bwana Mangungu akawa anazunguka Mbuyo na msaidia CEO wake. Wanaangaliana, wanasaidiana. Watu walikabia juu. Yaani kila wanapogusa watu wamekaa juu. Sasa waziri, sababu yupo pale naibu waziri mwana FA yote kayaona yale. Watu wanavokabia juu kaona hapa leo kwa moto. Hapa leo patachimbika hapa. Cha kufanya sasa yeye ndo akaja sasa kuwasilisha taifa kutoka wizara yake ya michezo. Sawa? Kutoa yona ile taarifa na sasa ndo tulikuwa tunaisubiri kwa hamu. Yaani watu wote sasa tumekwenda pale kwa ajili ya taarifa hiyo. Sio mapato na matumizi. Wewe soma hata kama si hatupo. Sasa tunakubali tu. Sisi tunataka timu ifanye vizuri, hataki kitu kingine chochote. Muwe mtumia kweli hela hiyo, muwe hamjatumia kweli hela hiyo. Sasa tunataka timu ifanye vizuri kwenye pichi tupate furaha. Ndio malengo yetu. Lakini sisi tumeenda pale kwa ajili ya ile rasimu ya katiba kwenye kufanyiwa maboresho. Sawa, ndio tulikuwa tunafuata sisi pale ili tuipitishe. Umeona bwana? Bwana naibu waziri kamwaga lile zigo bwana. Pum. Barabarani kila mtu anaona kwamba mule kuna nini ndani. Basi Mangungu kakaa kimya, kaishiwa pozi. Hata namuuliza, kiongozi, bado unataka kuendelea na mkutano wetu? Kwa sababu tayari taarifa yako ulishaitoa. Kama una majukumu mengine basi unaweza kaendelea kwenye majukumu yako mengine. Wewe mgeni huwezi kumwambia maneno hayo. Yeye ndo atakuwa akwambia bwana mimi saizi nina dharura nataka niondoke hapa. Lakini alishajua kwamba tayari kashamwaibisha. Yeye tena ataongea nini wakati ashasema kwamba wawekezaji wanatakiwa kuanzia 3? Sasa pale kasema serikali wao hawalazimishi jambo hilo na wala hawapangi wao jambo hilo. Sisi tutakachokipanga wao kazi yao ni kutia baraka, yani kukitia baraka, lakini wakupitisha ni sisi, wao ni kutia baraka kwenye hilo jambo. Kwa hiyo maana yake kwamba naibu waziri kamkataa Mangungu na genge lake kwamba wao serikali hawahusiki na hilo, wenye mamlaka ni wanachama, kulikubali ama kulikataa ni wanachama, wao wanatia baraka tu. Kwa hiyo maana yake Mangungu pale ndo alipojikanyaga kusema kwamba sasa hapa mimi kazi ninayo. Kama nimekabiwa juu kwenye ripoti ya msimu, kwenye hii katiba itakuwaje? Mimi nitatoboa, lakini mimi nishawaambia wana Simba kwamba wawekezaji wanatakiwa 3. Huku serikali imekataa, haijasema hivyo. Hapa itakuwaje? Bora yule aondoke na yeye apate mlango wa kutokea. Sababu angebaki pale Mangungu angekimbia pale. Yule naibu waziri angekuwepo Mangungu asingekimbia. Na wala singeumaliza mkutano kiuni. Angesubiri pale, mapendekezo yale yaje kwetu, tuangalie kifungu gani kiwepo, kifungu gani kitoke. Kila kitu kingekuwa sawa, lakini kwa sababu tayari mwana FA kaondoka, naye kapata njia ya kukimbia. Na kweli kakimbia. Mbio. Kule kuna biliani, sasa tumekuja kula biliani. Wewe unasoma dua mkutano hujaisha.
Toka lini unasoma dua mkutano hujaisha? Dua tumesoma mwanzoni kabla tunafungua mkutano. Tumalize ili tusababu dua zilingekuwa ngapi? Dua 3. Tungekuwa na dua ya kuwaombea wachezaji wetu. Sawa? Tulikuwa na dua ya kufunga mkutano. Lakini mwishoni hiyo dua kuombea wachezaji haikufanyika. Pale dua iliyofanyika pale ndio ilikuwa kufunga mkutano. Hiyo dua kuombea wachezaji ilifanyika pale. Ile ilikuwa dua kufunga mkutano, inasomwa dua ile. Imeshenga dua inasomwa vipi? Tayari imeshasomwa vifungu kwa wale vipengele kwenye hii katiba, vije kwetu ili tutoe maoni yetu tupitishe. Sasa dua tena inafuata nini? Mimi nimeshangaa ile dua ile. Dua inaisha mediani namsikia. Tusimame kwa sababu tumekaa masaa 3 hapa, tusimame kidogo tunyoshe viungo. Watu wakasema kunyosha viungo tunaenda toilet. Watu wanaenda toilet. Mtu anarudi toilet kwamba mkutano kakuta ushafungwa. Yaani unatoka toilet usikia mkutano umefungwa. Unafungwaje mkutano? Mkutano unafungwa kwa namna gani? Si uhuni huu. Unafanyika. Kwa hiyo Mangungu aliangalia kwamba mimi hapo tunakoelekea stoki salama. Hao wananibwagia zigo lao hapa. Mimi uongozi na uacha leo kwa sababu bado Simba anapaona bado patamu aendelee kula hela zake mwisho ndo kaamua kukimbia. Lakini swali dhamira yake kuufunga mkutano vile. Kaufunga vile kajua sasa hatima ya mwisho itakuwa mbaya zaidi. Nini sasa hapo inaonekana kama amewagawa Murtaza Ali Mangungu. Kajigawa yeye, sasa hajatugawa. Sasa wanachama sasa hivi tuko njia kuu. Sasa hizi kajigawa yeye, ndio maana sasa hizi kajitenga, mafuta na maji ameshajitenga. Yeye kashakuwa maji, mafuta tumebaki sisi Simba. Katuacha sasa hizi kwenye njia kuu. Yeye ndo kashatoka. Hasa kama kaukimbia mkutano wa wanachama ambaye kauita mwenyewe. Eti hasa anabaki Simba nasubiri nini? Sababu yeye ndo katuita, tumempigia simu kwa tuite kwenye mkutano. Sasa mwenyewe kaona kikatiba lazima niitishe mkutano kabla sijamaliza muda wangu. Tumekuja tukusikilize. Tunakusikiliza. Unaumaliza mkutano kihuni. Juu kwa juu unakimbia. Ili uweje. Lakini kukimbia kwenyewe watu wametofasiri vibaya. Yule akukimbia tu hivi. Yule watu wamemtia mkononi. Sio kwamba Lali akakimbia tu hivi. Yule kakimbizwa na askari. Yule watu wamemtia mkononi. Ila nashangaa waandishi wa habari waliokuwa pale hawajaposti ile tukio. Sasa sijajua wamemuogopa nini. Watu wamemtia mkononi. Askari wanamnasua ndio wanamkimbiza. Lakini sio kakimbia hivi tu kawaida watu wanamwangalia. Sio kweli. Sasa tujawa maboya kiasi hicho. Watu wenye hasira kali wamemuwahi kwamba wewe unatumaliziaje mkutano hivi? Kiweje utumalizie hivi mkutano? Askari akaona mambo asiwe mengi hapa. Wakamnasua juu kwa juu ndio wakamkimbiza kwenye eneo lile. Lakini watu wamemnasa pale. Sio kwamba kama watu wanavyosema kakimbia, katoroka. Sio katoroka, watu wamemkamata. Ila askari ndio wamemtorosha kumtoa eneo lile. Lakini sisi tumemkamata pale. Kwa hiyo Mangungu maana hapa alipofikia kashaumaliza mwendo. Kwa nia njema tu kwa yeye mwenyewe kwa hili lililokuepo, hata familia yake naomba imshauri tu. Hapa alikofika sio sehemu sahihi tena. Aachie Simba, akae pembeni, angalie maisha yake. Huu mwezi uliobaki watamalizia wajumbe waliokuepo, shughuli itakuwa imeisha, tutaenda kwenye uchaguzi, na hata ukumbini asije kwenye uchaguzi. Anafuata nini? Yeye kula abaki nyumbani tu angalie kwenye TV. Yaani kwa jinsi alichotufanyia pale juzi, abaki kwenye TV tu. Yaani katufanyia tukio kubwa sana. Yaani tukio lile hata kumuona saizi sitaki. Bwana tuhamie huko bwana, turudi huko. Mnyama Simba Lunyasi Jumapili alicheza mchezo wake wa pili wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Haba si haba ujaza kibaba. Bahati haikuwa kwa mnyama Simba. Dakika ya 7, dakika ya 11, dakika ya 16. Simba anatengeneza nafasi 3, anashindwa kuzitumia hata moja. Matokeo mnyama Simba Lunyasi akafungwa goli 2-1 dhidi ya klabu ya soka ya Stade Malini kutokea pale Bamako. Sio 2-1. Yaani matokeo pale maana kama tumefungwa goli 3-1. Goli moja sila nini? Alassane Kante. Kante sikala umeme. Kante kala umeme maana nayo goli lile tushamkosa mtu yule. Hata shiriki kwenye michezo inayofuata hapo. Sasa tayari tushapoteza namba muhimu kwa sababu namba 6 ile lazima pale hatari sana ile. Sasa tunamkosa yule maana tumebaki na Yusuf Kagoma tu na Nabii Kamala. Kuna nini? Maana tayari tunapunguza nguvu kwenye huko tunakoelekea. Kwa hiyo pia maana na lile goli lihesabu tumelipoteza. Kwa hiyo naamini binafsi kupoteza kwa ile mechi wana Simba wameumia sana. Kwanza ukiangalia wametoka kwenye sekeseke la mkutano jioni, lakini wanakuja kwenye mechi pia wanaenda kupata maumivu zaidi. Ile mechi ilikuwa iko open Simba kushinda. Na hata ukiangalia wa kampuni za kubeti kwenye odds Simba alipewa chache, yani Simba alipewa nafasi ya kushinda kuliko mwenyeji. Na kweli Simba alikuwa na nafasi ya kushinda. Na sekunde ya 30 tu Simba anakosa kufunga goli la wazi kabisa. Ile mtu alikuwa anakandamiza tu. Tunakosa goli. Kwa hiyo naamini ile mechi ilikuwa ya kwetu. Yaani ukiangalia ubao na mechi ilivyokuwa inaendelea kwamba Simba hapa ndo katanguliwa, uamini. Yaani unaona kama sio kweli yani ule ubao mtu kaubadilisha yani. Macho yako yanaona mawili. Wewe acha tu kuna matokeo yana matata yanauma, yanaumiza. Yaani binafsi ile mechi tungeshinda, ingeturudisha kwenye njia. Mkutano tungeendelea kupambana naye huku. Tungeungana na Mangungu. Wapi? Kwani matokeo ndo yanahusiana nini na Mangungu? Kwani kila siku hapa tumeshinda mechi 3 za ligi hapa. Kwani sema Mangungu tumeshindwa kumtaja? Yaani sema Mangungu bado yupo kwenye vinywa vyetu mpaka atoke Simba. Sio matokeo ya uwanjani. Yaani sisi mpaka aiache Simba ndo tutamuacha, yani atapumzika.
Kama hajaiacha Simba sisi hatuwezi kupumzika. Kwa hiyo naamini matokeo yale yametuumiza sana wana Simba, lakini niseme tu wachezaji wanatambua majukumu yao na wameomba radhi kwa mashabiki na wanachama kwa kile ambacho kimetokea pale nchini Bamako pale Mali. Wameomba radhi sana, wawe pamoja na sisi, watushirikiane na sisi. Nadhani tutafanya vizuri kwenye michezo inayofuata. Kwa hiyo wachezaji pia wanatambua kwamba ni wapi ambaye hawajafanya vizuri. Na sisi tuwaambie tu, kinachohitajika wamekuja kuipambania Simba. Wasisikilize miruzi. Wao wameingia mkataba na Simba, basi wahakikishe wanazamana na sisi. Sio viongozi tu, viongozi zamana yao wao kuwaleta pale, lakini wanazamana na sisi wanachama na mashabiki. Wanapofanya vibaya wanatuumiza sisi, sio viongozi. Viongozi kama hivyo watu wanafungwa wanacheka. Maana wao wanaumia, tunaumia ni sisi. Kwa unachokiamini kwamba wapambane kwenye mechi zinazokuja hizi mbili za away. Zidi Esperance de Tunis, lakini zidi ya Petro Atletico pale Angola. Wahakikishe wanavuna alama 3 ama wamepungua basi wapate hata alama 2 katika hiyo michezo miwili. Hatimaye watoe sare ili mradi tuje tushinde michezo yetu miwili hapa nyumbani ili tupate hata pointi 8. Mimi nahisi tutakuwa tumeenda robo finali. Unaiona nafasi ya Simba kufuzu kuelekea hatua ya robo finali kama ilivyokuwa kawaida kwa mnyama wa Simba kwenye michuano hii ya CAF Champions League? Nafasi ya Simba kwenda hatua robo finali lazima avune alama 3 away ama atoe sare kwenye michezo miwili away, alafu ashinde michezo yake ya nyumbani, alafu tukiombea dua baya wale wenzetu kwenye michezo yao. Hiyo inawezekana ikatupa nafasi ya kwenda hatua robo finali. Lakini kama tutashindwa kupata alama away, basi Simba msimu robo finali tutakuwa tumeiaga rasmi. Unaiona Young Africans kwenda kuwakilisha kama timu kutokea ardhi ya Tanzania? Maana katika michuano hii hatua ya makundi mechi hizi mbili ni yeye peke yake ndio ambaye ana alama 4. Wengine wawakilishi katika ardhi ya Tanzania nikiwa na maana ya Simba, Singida Black Stars pamoja na Azam hawana pointi, kasoro Singida Black Stars ana pointi 1. Mimi niseme tu kitu kimoja binafsi. Young African ama nyuma mwiko ama kivula vumbi au ngala mbweze, wao wataoga, watapaka mafuta, watakula chakula kizuri, ila mjini hawatoenda. Kama msimu uliopita walioga, walikula chakula kizuri, lakini mjini hawakwenda. Kwa nini hawakwenda mjini? Sababu mechi ya mwisho walimaliza nyumbani, kama msimu pia watamaliza nyumbani. Walitaka goli moja tu, wakashindwa kuqualify kwenda hatua ya robo finali, wakabaki nyumbani na alama zao 8. Na msimu huu inawezekana wakapata zile 8 au wakaambulia pointi 7 tu. Yaani msimu unaweza kapata 8 kama za mwaka jana au akapata 7 kwa mimi ninavyoliona kundi lao, kwa sababu wana mechi 2 na National. Wana mechi hapa na National, lakini wana mechi Misri. Na National nadhani ataenda robo finali kupitia nyuma mwiko. Akimpiga tu home and away, National atakuwa tayari kasha qualify kwenda robo finali, atakuwa kasha kusanya alama 10. Mpaka sasa wote wana alama 4. Yaani utofauti kwamba Young African na National ana goli 5 za kufunga, nyuma mwiko ana goli 1.